Wanawake ishini nao kwa akili, imeandikwa katika vitabu mbalimbali vya dini. Ama hakika maneno hayo yanathibitishwa na mwanamuziki huyu wa Injili kutoka nchini Tanzania anayefahamika kwa jina la Angel Bernard. Huyu ni mwanamuziki ambaye aliweza kugombana na mumewe wa kwanza na kuachana naye ili aolewe na mwanaume mwingine kutoka pale nchini Marekani. Hivyo basi, hii leo Best TV tunakwenda kuchimba kwa kina historia ya Angel Bernard, safari yake ya maisha, elimu yake, lakini pia tutaangaza jinsi ambavyo alianza muziki na hatimaye kuwa mwanamuziki mkubwa wa gospel nchini Tanzania. Lakini pia tutakwenda kuchimba kwa kina maisha yake binafsi, kwa maana mahusiano, ndoa yake ya kwanza mpaka ndoa yake ya pili ambayo aliweza kuolewa na mwanaume kutoka pale nchini Marekani, huku yeye akihusika kuvunja ndoa yake ya kwanza. Ilikuweje? Mtazamaji wa Best TV, usisahau kubonyeza alama ya kusubscribe, na yote hayo utayapata ndani ya video hii. Mimi jina langu naitwa The Field Marshal Mbwile Musa. Angel Bernard ni mwanamuziki wa nyimbo za Injili kutoka nchini Tanzania. Alizaliwa mnamo tarehe 29 Juni ya mwaka wa 1989. Hivi sasa ana umri wa miaka 35. Angel, katika familia yao wamezaliwa watoto 6, huku yeye akiwa ni mtoto wa 3, na simulizi zinaeleza kuwa Angel alianza kuimba kwaya akiwa bado mtoto mdogo kabisa. Mwenye umri wa miaka 6 tu alikuwa akiimba kwaya katika kanisa la Katoliki la Tabata Magengeni jijini Dar es Salaam. Hivyo muziki aliuanza akiwa bado mtoto mdogo kabisa. Na katika upande wake wa elimu, Angel Bernard alisoma shule ya msingi Kisutu, ambapo alikuwa ni mwanafunzi mwenye akili kweli kweli tangu darasa la kwanza hadi darasa la 7, na katika mitihani yake ya darasa la 7 alifanya vyema kweli kweli, kitu ambacho kikapelekea yeye kujiunga na shule ya sekondari itwayo Zanaki, ambapo katika shule hiyo alisoma kuanzia kidato cha kwanza hadi kidato cha 4. Kutokana na kuwa na akili sana shuleni, Angel Bernard alifanikiwa kufanya vizuri katika mitihani yake ya form 4, kisha akaendelea form 5 na 6 katika shule hiyo hiyo. Hivyo Angel Bernard katika masuala ya darasani alikuwa vizuri kweli kweli. Lakini kabla ya mwaka wa 2007, Angel Bernard alikuwa akiimba nyimbo mchanganyiko, kwa maana alikuwa akiimba nyimbo za Injili, lakini pia alikuwa akiimba bongo flava. Aina zote hizo za muziki Angel alikuwa anafanya mpaka ilipofika mnamo tarehe 26 Septemba ya mwaka wa 2007, Angel Bernard alitangaza rasmi kuwa yeye ataimba nyimbo za dini tu, hataimba tena nyimbo za bongo flava. Hakika rasmi akawa ameanzia hapo safari yake ya muziki, hasa katika muziki wa Injili. Na mnamo mwaka wa 2008 Angel Bernard alitoa albamu yake ya kwanza kabisa itwayo Yote Yalikwisha, moja ya albamu bora sana ambayo ilifanya vyema, ambapo kuna baadhi ya nyimbo zilifanya vyema kweli kweli hapa nchini Tanzania, lakini pia hata nje ya nchi ya Tanzania, kwa maana Afrika Mashariki. Ilipofika mnamo mwaka wa 2010, Angel Bernard alitoa albamu yake ya pili itwayo Nitakuabudu Milele. Hakika albamu hiyo ilifanya vyema. Hizo ni baadhi ya albamu mbili ambazo Angel Bernard alizitoa na zikafanya vyema kweli kweli. Na katika nyimbo ambazo ameimba za Injili, Angel Bernard anazo nyimbo ambazo zimependwa na watu mbalimbali na zimependwa na watu wengi duniani kote. Baadhi ni Siteketei, moja ya wimbo bora kabisa. Wimbo mwingine unaitwa New Day na mwingine unaitwa Utukumbuke, pamoja na Shujaa. Ni miongoni mwa nyimbo zake Angel Bernard ambazo zimefanya vizuri kweli kweli katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Hata Wakristo wengi wanazipenda nyimbo hizo za Angel Bernard. Sasa wacha tuangaze maisha yake binafsi. Najua mtazamaji, katika sekta hii ndio unaisubiri sana maisha yake binafsi Angel Bernard, kwa maana ndoa zake zote mbili. Ilikuweje Angel Bernard
akaamua kuachana na mume wa kwanza. Yote haya utayafahamu hivi punde, na kukumbusha tu mtazamaji wa Best TV, kama bado huja subscribe, tafadhali subscribe ili uwe mtu wa kwanza kupata video mbalimbali ambazo zinawekwa hapa Best TV kila siku. Mimi jina langu naitwa Mbwile Musa. Sasa tuendelee. Angel Bernard aliolewa na mume wake wa kwanza aitwaye Godsevu Sakafu. Jamaa huyu alikuwa ni producer wa muziki, kwa maana ni mtayarishaji wa muziki. Pengine wawili hawa walikutana katika harakati zao za muziki, wakapendana na kuoana mnamo mwaka wa 2015, na ilipofika mnamo mwaka wa 2016 wanandoa hawa wakabarikiwa mtoto mmoja, na Angel Bernard aliandika maneno haya katika ukurasa wake wa Twitter mara baada ya kupata mtoto huyo mnamo mwaka wa 2016. Mimi nanukuu maneno ya kwake Angel Bernard ambayo aliandika katika ukurasa wake wa Twitter, nanukuu: alfajiri ya jana Mungu ametupa a bouncing baby boy anaitwa Bracha Testimony BT, heshima na utukufu umrudie Mungu, mwisho wa kunukuu. Kutokana na maneno hayo ambayo aliweza kuyaandika Angel Bernard katika ukurasa wake wa Twitter, inamaanisha kabisa alibarikiwa mtoto wa kiume, baby boy. Haya bwana, kimbembe kikaanza pale ambapo Angel Bernard aliweza kukutana na bwana wake mwingine ambaye kwa sasa ndio ameolewa naye. Inaelezwa ya kwamba Angel Bernard alipenda sana kwenda nchini Marekani, na mwisho wa siku aliweza kukutana na mwanaume huyu ambaye kwa sasa ndio amemuoa. Ripoti zinaendelea kusema kwamba Angel Bernard ili aweze kuachika katika ndoa yake ya mara ya kwanza kabisa, ndoa ambayo aliolewa na mtayarishaji wa muziki producer Godsevu Sakafu. Yeye mwenyewe Angel Bernard ndio alikuwa akishinikiza apewe taraka na mumewe. Alililia sana taraka na alifanya vimbwanga vya kila aina ili apewe taraka aweze kula maisha na mwanaume wake ambaye amempata kutoka nchini Marekani. Kama ambavyo unafahamu ya kwamba mtu akiweza kung'ang'ania jambo basi mwisho wa siku hutokea. Hakika Godsevu Sakafu aliweza kumpatia mke wake taraka, na hapo Angel Bernard akapewa taraka na mume wake wa kwanza, kisha akaendelea kula bata na mwanaume wake kutoka nchini Marekani, ambapo mwisho wa siku kwa kuwa mwanaume huyo ana makazi pale nchini Marekani, Angel Bernard na yeye moja kwa moja akatimukia nchini Marekani. Mnamo mwaka wa 2023 Angel Bernard alitangaza ndoa na ameweza kuolewa na mwanaume wake kutoka pale nchini Marekani, huku ndoa ya kwanza akisambaratisha yeye mwenyewe kwa mikono yake. Hakika ni jambo la kushangaza kabisa. Mwanamke siku hizi ana uwezo wa kuomba taraka na kuvunja ndoa yake. Ndiyo maana mimi huwa na kauli yangu inayosema ya kwamba mwanamke ndiyo kiumbe pekee duniani hajui anataka nini, kwa sababu mwanamke anaweza akamwacha mwanaume mwenye pesa na magari na majumba, akamfuata mwanaume ambaye hana kila kitu ila ana upendo wa dhati, akamfuata mwanaume wa namna hiyo mwenye upendo, lakini pia huyo mwanamke anaweza akamwacha mwanaume mwenye upendo kisa hana kitu, akaenda kwa mwanaume mwenye magari, majumba na fedha. Hapo ndio maana mimi huwa nasema mwanamke ndio kiumbe pekee ambaye hajui anataka nini. Haya bwana, mimi naweka nukta katika video hii. Mtazamaji wa Best TV, unaweza ukaniandikia maoni yako hapo katika sehemu ya comment. Ni wimbo gani ambao unaupenda zaidi kutoka kwake Angel Bernard? Lakini pia wewe umeonaje sakata la Angel Bernard kuomba taraka kwa mumewe ili akaolewe na mwanaume mwingine wa Marekani? Andika hapo katika sehemu ya comment. Mimi jina langu naitwa The Field Marshal Mbwile Musa. Tukutane tena wakati mwingine. Bye bye.